Ni siku nyingine tena mtazamaji, natumaini umeamka salama kabisa ukiwa buheri wa afya. Jana nilikuletea taarifa iliyokuwa ikizungumzia mazoezi ya Irani katika mlango wa bahari wa Hormuz kupitia meli zake za kijeshi, lakini boti za kijeshi pia ziliweza kufanya mazoezi kupitia jeshi la majini la IRGC nchini Irani. Sasa bado viongozi wake wamekuwa wakitoa taarifa na kueleza misimamo yao dhidi ya mazoezi hayo na nini ambacho kinajiri katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku mvutano ukizidi kuongezeka, Marekani akizidi kupeleka vikosi vyake vya meli za kivita katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa mapema asubuhi ya leo, Iran imesema kwamba inafuatilia mlango wa Hormuz kwa masaa 24, yani back to back, wanafuatilia harakati zote zinazoendelea pale mlango wa bahari wa Hormuz. Yani tuseme kwamba umewekwa chini ya uangalizi kwa hivi sasa na jeshi la majini la nchi ya Iran, IRGC Navy. Taarifa inaeleza kwamba kamanda wa vikosi vya majini vya Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC nchini Iran, Alireza Tangsiri, sema kuwa Irani inaendelea kufuatilia mlango wa bahari wa Hormuz saa 24 kwa siku, akisisitiza kuwa jeshi hilo lina uwezo kamili wa kusimamia usalama wa njia hiyo muhimu ya kimataifa. Akizungumza wakati wa mazoezi ya kijeshi yanayoendelea, Tangsiri alisema kuwa vikosi vya majini vya IRGC vinafanya ufuatiliaji wa kina unaohusisha meli zilizopo juu ya maji, ndege zisizo na rubani na nyinginezo angani, pamoja na mifumo ya maji, ili kuhakikisha hakuna tishio lolote linaloweza kuhatarisha usalama wa eneo hilo. Mazoezi hayo ya kijeshi yaliyopewa jina la nguvu ya ulinzi na operesheni za mashambulizi kutoka visiwa vya Ghuba ya Uajemi yanafanyika katika Ghuba ya Uajemi pamoja na mlango wa Hormuz, na ni sehemu ya mpango wa kila mwaka wa IRGC wa kuimarisha utayari wa kijeshi na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama. Kwa mujibu wa Tangsiri, visiwa vya Iran vilivyopo katika Ghuba ya Uajemi na mlango wa Hormuz vina nafasi muhimu sana katika mkakati wa ulinzi wa taifa hilo. Alisema visiwa hivyo ni kama ngome zisizoweza kupenya na vinatumika kama vituo vya ulinzi na ufuatiliaji vinavyosaidia kulinda maslahi ya Irani pamoja na kuhakikisha usalama wa njia hiyo ya baharini. Aliongeza kuwa jukumu la kulinda visiwa hivyo pamoja na kuhakikisha usalama wa mlango wa Hormuz ni la moja kwa moja kwa jeshi la majini la IRGC ambalo limepewa mamlaka ya kusimamia usalama wa eneo hilo kutokana na umuhimu wake wa kimkakati. Tangsiri pia alieleza kuwa mazoezi hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa vikosi vya majibu ya haraka ambavyo vina jukumu la kukabiliana na vitisho vya ghafla baharini. Vikosi hivyo hupata mafunzo ya mara kwa mara ili kuweza kuchukua hatua za haraka, ikiwa ni pamoja na kukagua meli zinazopita au hata kuzizuia endapo zitashukiwa kuhatarisha usalama wa eneo hilo. Alisema hatua hizo hufanyika kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama ili kuhakikisha kuwa usafiri wa baharini unaendelea kuwa salama na bila usumbufu kwa mataifa yasiyo na uhasama na Iran. Kamanda huyo alisisitiza kuwa mfumo wa ufuatiliaji wa Iran katika mlango wa Hormuz ni wa kisasa na wa kina, ukilenga kulinda usalama wa meli za biashara na kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi zinaendelea bila hatari yoyote. Aidha, Tangsiri alibainisha umuhimu mkubwa wa mlango wa Hormuz katika biashara ya kimataifa, akisema kuwa zaidi ya meli 80 za mafuta na meli za mizigo hupita katika njia hiyo kila siku. Hali hiyo inaifanya kuwa moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Mlango wa Hormuz una umuhimu mkubwa kwa sababu unahudumia sehemu kubwa ya usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati kwenda masoko ya kimataifa, jambo linalofanya kuwa kitovu muhimu cha uchumi wa dunia. Kauli ya kamanda huyo inakuja wakati ambapo Irani inaendelea kuonyesha uwezo wake wa kijeshi katika eneo hilo, huku ikisisitiza kuwa ina dhamira ya kulinda mipaka yake na kuhakikisha usalama wa njia zake za kimkakati. Kwa ujumla, mazoezi hayo yanaonyesha mkakati wa Iran wa kuendelea kuimarisha ulinzi wake wa baharini na kuhakikisha kuwa mlango wa Hormuz unabaki salama, huku ukitoa ujumbe kuwa taifa hilo lina uwezo wa kufuatilia na kulinda eneo hilo muda wote. Ni taarifa ya kamanda wa vikosi vya majini vya IRGC Alireza Tangsiri akieleza mkakati wa kazi ambao wako nao wao kama taifa la Irani kwa kutumia jeshi lao la majini IRGC Navy, ambapo wanahakikisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unabaki salama wakati wote,
Lakini pia mazoezi makali ambayo wameweza kuyafanya siku ya hapo jana, kuanzia jana, ni mazoezi ambayo yanaonyesha ni kwa jinsi gani wana utayari wa kutosha dhidi ya tishio lolote la kiusalama katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa hapa, mtazamaji, unaweza ukaona mwenyewe kwamba kile ambacho amekieleza kamanda wa vikosi vya majini vya Irani Alireza Tangsiri, amesema kwamba wao nia yao ni kuona shughuli zote za kibiashara, yani kiuchumi, zinafanyika katika mlango wa bahari wa Hormuz bila kupata ubugudhaji wowote kutoka kwa maadui wowote ambao wanakaribia mlango huo wa bahari wa Hormuz. Na wao wamesema kwamba wanataka kuona meli zote zikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz bila kupewa shuruba ya aina yoyote, na wameeleza wazi kwamba malengo yao makubwa ni kuhakikisha usalama mkubwa unakuwepo katika mlango wa bahari wa Hormuz, na wanafuatilia kwa kutumia rada ambazo ni nyeti sana, ili kuweza kuangalia usalama unaimarishwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Unaweza ukaona ni kwa jinsi gani ambavyo taifa la Iran linapambania ili kubakisha salama mlango wa bahari wa Hormuz kutokana na shughuli za Marekani ambazo zimetawala katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo Iran ilitoa taarifa tangu wiki 2 zilizopita kwamba itakwenda kufanya mazoezi makubwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na mazoezi hayo yanakuja baada ya Marekani kupeleka vikosi vyake vya kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump aliamuru meli ya kwanza aina ya USS Abraham Lincoln kuweza kuwasili Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuishinikiza Irani na kuipa vitisho ikubaliane vipengele ambavyo wamewekewa kwenye swala la nyuklia na Marekani. Taarifa ya pili tena ikatoka nyingine tena kwamba meli nyingine ya USS Gerald R. Ford inaelekea Mashariki ya Kati kuungana na meli ya USS Abraham Lincoln. Sasa Irani, baada ya kugundua kwamba kuna matishio mengi ya kiusalama, wakaamua kuenda kudhibiti kabisa ule mlango wa bahari wa Hormuz. Na katika maandalizi ya kivita dhidi ya Marekani, kwa kweli wametega zile zana za kijeshi katika maeneo yote ambayo yanazunguka eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, ili kuweza kujizatiti kwamba endapo Marekani itaanzisha vurugu aina yoyote ya uvamizi dhidi ya taifa la Iran, basi wao watakuwa tayari kuweza kuchukua hatua madhubuti haraka iwezekanavyo, ili tu kuweza kujihami na kuweza kulinda maslahi yake ya Mashariki ya Kati na kuweza kuimarisha dola yake ya taifa la Iran katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Unaweza ukaona ni kwa jinsi gani hali inazidi kuwa ya taharuki pale Mashariki ya Kati, huku makamanda wa kijeshi wa IRGC Navy wakizidi kuonyesha kwamba taifa lao limeweza kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya kuweza kujizatiti dhidi ya vitisho vyovyote kutoka kwa maadui wake, hasa Israel pamoja na Marekani kwa hivi sasa. Basi sisi kama ilivyokuwa ada, jukumu letu ni kukuletea yote ambayo yanajiri huko katika anga za kimataifa. Sasa hivi story kubwa ni mlango wa bahari wa Hormuz, mazoezi ya kijeshi ya jeshi la majini la Iran, lakini pia mazungumzo ambayo yanafanyika leo hii siku ya Jumanne pale Geneva nchini Uswizi, mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani, mazungumzo ya nyuklia. Kwa taarifa zaidi, basi ni kuombe mtazamaji wetu uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare. Nitakuwa hapa leo kukuletea yote yanayojiri kule Uswizi pamoja na Hormuz pale katika mazoezi ambayo yanazidi kuendelea ya jeshi la majini la Iran IRGC Navy.